Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki, nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako. Kwenye anga la juu la dunia, kuna satellite isiyoelezeka inayojulikana kama Black Knight Satellite. Kwa miaka mingi, satellite hii imekuwa ikivutia wanadamu, na hii ni kwa sababu asili yake haijulikani. Si satellite iliyorushwa na taifa lolote ulimwenguni. Wengine wanasema ni teknolojia ya kale ya wanadamu. Wengine wanasema ni satellite ya viumbe wa kigeni, huku wanasayansi wakibaki kuhoji, je, ni kweli kilichoonekana ni satellite au ni stori za kufikirika? Ni siku ya tarehe 11 Disemba mwaka 1998. Wanaanga kutoka NASA walikuwa wakiendelea na matengenezo katika chombo kilichotumwa angani, yani Space Station iliyoitwa The Shuttle. Wakati wakiendelea na kazi, kwa mbali wakaanza kuona kitu fulani cheusi kikielea. Ikabidi wakipige picha ili kujua ni nini. Ilikuwa ni kama satellite fulani, lakini kutokana na rangi yake ilikuwa ni ngumu kukitambua. Ni kama waliokitengeneza walitaka kifaa hicho kitembee bila kuonekana vizuri. Hakuna aliyefahamu kitu hiki ni nini, lakini hakikuwa kitu cha kawaida kama walivyozoea kuviona angani. Kutokana na kukosa majibu, wakaandika ripoti kuwa kitu hicho huenda ni uchafu au ni kipande kilichomeguka kutoka kwenye vifaa vya angani vya zamani. Lakini baada ya watu kuziona picha za kifaa hicho, ikawa ngumu kuwaaminisha watu kuwa huo ni uchafu au ni kipande cha vifaa vya angani. Wengi waliamini hiki ni kifaa kutoka kwa viumbe wa anga za mbali. Wazo hili lilitokana na shape ya kifaa hicho. Muundo wake haukuonekana kama kitu ambacho akili ya mwanadamu inaweza kukiunda. Baada ya muda, kikaanza kufahamika kama Black Knight Satellite. Sasa wengi hawakujua jina hilo limetokea wapi, lakini baada ya uchunguzi, historia ya jina Black Knight Satellite ilipatikana katika makala iliyoandikwa miaka mingi nyuma, yani mwaka 1954 na mtu aitwaye Donald Keyhoe, mtafiti wa UFO, yani vitu vinavyopaa angani visivyotambulika na maisha ya viumbe wa anga za mbali. Bwana Donald aliandika makala kuhusu uwepo wa alien na akadai kuwa mpaka mwaka huo, yani mwaka 1954, kulikuwa na satellite 2 za alien zikizunguka na kuichunguza dunia. Wakati anaandika makala hiyo, watu wengi hawakuamini wala kutilia maanani kile anachokisema, na hii ni kwa sababu hakukuwa na taifa lolote duniani lililokuwa limefikia kurusha satellite angani. Lakini kulikuwa na mashindano makubwa baina ya Marekani na Umoja wa Kisovieti. Hivyo kwa Bwana Donald kuandika hivyo, taasisi za kiintelijensia za Marekani walichukua kwa uzito, wakihisi mahasimu wao, yani Umoja wa Kisovieti, waliwapiku kwenye kurusha satellite angani. Jeshi la Marekani walikanusha uwepo wa satellite hizo, lakini chini ya carpet kulikuwa na uchunguzi mzito. Nimesahau kujitambulisha. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa tuendelee na kazi. Baadaye mwaka 1960, ndege za uchunguzi na rada za Marekani ziliripoti uwepo wa kitu kama satellite kilichozunguka kwenye orbit ya dunia, jambo lililosababisha mjadala mkubwa kati ya wanasayansi. Mwaka 1998, wakati wa mission ya anga ya NASA, picha zilizopigwa na shuttle zilionyesha kitu kisichoeleweka kando ya orbit, na wataalamu kama Dr. Bruce Murray pamoja na Dr. Story Musgrave walishughulika na uchunguzi huo, wakitoa tafsiri tofauti. Baadhi walisema ni uchafu wa orbit, yani njia ambayo dunia inapita inapozunguka. Wengine walisisitiza kwamba kitu hicho si cha kawaida. Kutokana na sintofahamu ya kifaa hiki, yani Black Knight Satellite, kulianza kuzunguka nadharia mbalimbali, na nadharia zote zilitofautiana kulingana na mtaalamu au shuhuda anayezungumzia. Baadhi ya nadharia ni kama ifuatavyo. Nadharia maarufu zaidi inasema kwamba Black Knight inaweza kuwa satellite alien iliyotumwa kutoka sayari nyingine ikiichunguza dunia kwa mamia ya miaka. Watu wanaopendelea nadharia hii wanasema muundo wake wa ajabu hauwezi kuwa wa kibinadamu,
kwani satellite za kibinadamu zinafahamika. Lakini pia si jambo la ajabu kama viumbe wengine kutoka sayari za mbali wakaamua kutuchunguza, kwani wanadamu pia wamekuwa wakifanya hivyo katika anga za mbali pamoja na sayari nyingine, wakituma vyombo kama satellite ambazo zinaenda kuchunguza sayari hizo na kujua kinachoendelea huko. Hivyo inawezekana viumbe kutoka sayari nyingine pia wanatuma vifaa vyao ili kutuchunguza. Nadharia hii ilikosolewa na baadhi ya wataalamu wanaodai kwamba satellite hiyo ya kigeni ilikuwa karibu sana na anga ambalo wanadamu wanafanya shughuli zao. Hivyo si rahisi viumbe wanaotaka kuichunguza dunia kuisogeza satellite yao katika anga ambalo itagundulika au kuharibiwa na wanadamu. Nadharia ya pili inadai kwamba hiyo ni teknolojia ya siri ya kijeshi. Wengine wanasema kuwa satellite hii ni teknolojia ya kijeshi iliyotumika kufuatilia anga. Hii nadharia inafafanuliwa na ripoti za mwaka 1960 na wataalamu kama Dr. Lincoln LaPaz ambao walihusisha satellite hii na majaribio ya satellite za kijeshi za Marekani na USSR, yani Umoja wa Kisovieti, kwani katika wakati huo kulikuwa na misheni nyingi za siri na za kijasusi baina ya Marekani na Umoja wa Kisovieti. Huenda hii ilikuwa ni moja ya misheni hizo. Nadharia ya tatu inadai kwamba huu ni uchafu wa angani. Baadhi ya watafiti wa NASA na wanasayansi walidai kuwa picha hizo zilizopigwa na shuttle, yani chombo kilichopelekwa angani katika miaka ya 90, zilikuwa ni uchafu tu wa angani, na wakadai kwamba huenda ni mabaki ya satellite zilizoharibika huko juu na wala si satellite ya kigeni kama wengi wanavyodhani. Dr. Story Musgrave na Dr. Bruce Murray walichunguza kwa kina, wakibaini kuwa baadhi ya picha hazina ufafanuzi wa moja kwa moja. Ukiachana na nadharia hizi, tayari miaka ya nyuma kulikuwa na matukio ya watu wengi kudai kuwa kuna uwepo wa viumbe kutoka sayari za mbali. Kwa mfano, mwaka 1899 mwanasayansi Nikola Tesla aliwahi kuandika makala iliyoitwa Talking with the Planet, akidai kuwa amepokea mawimbi ya umeme kutoka sayari ya Mars. Baadaye wachunguzi wa masuala ya viumbe wa angani wakadai kuwa Tesla alikuwa amekutana na mawimbi kutoka kwenye satellite ya aliens, yani Black Knight satellite. Miaka ya mbele kidogo, mwanaanga kutoka NASA aitwaye Gordon Cooper, ambaye alipanda chombo kilichozunguka ulimwengu, yani katika njia ya orbit, anadaiwa kusema alikutana na satellite hii, na baadhi ya watu kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni walidai kuona satellite ya ajabu wakati wakifuatilia safari ya chombo alichopanda Cooper kupitia rada zao. Lakini baadaye Cooper alikuja kudai kuwa habari za yeye kuona satellite hizo zilizushwa na watu wengine na si kwamba yeye ndiye aliyesema. Mpaka hii leo uwepo wa satellite hii umebaki kuwa sintofahamu na hakuna majibu ya moja kwa moja. Je, ni viumbe kutoka sayari za mbali au ni mabaki ya uchafu? Yote haya yatapata majibu siku za usoni, huenda teknolojia itakapokuwa. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine. Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako.